Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya leo ambayo ninalenga tutafakari kwa ujumla wake juu ya Jumapili ya Matawi. Lakini katika ujumla huo nataka tutumie Injili ya Luka sura ya 19 aya 28 mpaka ya 40, ambayo ni Injili ambayo tunaisoma au tayari kwa wale ambao mnapata tafakari hii baada ya kusherehekea Jumapili ya Matawi. Ni Injili ambayo imesomwa kabla ya maandamano ya Jumapili ya Matawi. Naomba nisome usikilize vizuri, alafu nitatoa tafakari yangu. Luka sura ya 19 aya 28 mpaka ya 40. Wakati ule Yesu alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana ana haja naye. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa akimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu. Wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uweza walioyaona, wakasema, na ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu uko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, uwakataze wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Neno la Bwana. Katika hili naomba tutafakari yafuatayo. Kuna padri mmoja wa jimbo kula Tabora aliandika kwenye souvenir au ile picha tunatoa pada anapopata upadrisho, pada anatoa picha yake pale na anaweka maneno fulani kama kauli mbiu yake. Sasa huyu padri aliandika hivi, mtu akiwauliza mwambieni Bwana ana haja naye. Maana yake alichukua hiyo kauli mbiu kutoka kwenye hii Injili niliyo isoma. Kwa maana yake huyo padri pengine najaribu kumtafakari, alikuwa anataka kutoa ujumbe kwamba hata watu watakao wauliza waliomuona wanaoenda kwenye sherehe zake au katika maisha yake watambue kwamba Bwana ana haja naye. Ni kauli moja nzuri sana. Sasa Bwana ana haja naye. Haja naye ni nani? Kimsingi ni punda. Kwa hiyo padri alijiunganisha na punda ambaye Bwana ana haja naye. Na kweli huyu padri anaendelea kumtumikia Bwana kwa moyo wa ushupavu, kwa moyo wa kikuhani, na bila shaka anaendelea kukumbuka kwamba bado Bwana ana haja naye mpaka atakapoona sasa inatosha, na Bwana mwenyewe ndiye anayejua. Sasa mimi nataka nikuletee tafakari ya leo nikilenga mwanapunda ambaye huyu tumemsikia. Kitu cha kwanza ni jinsi Yesu alivyotoa maelekezo kwa hao wanafunzi, akisema hivi, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa,
ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado, mfungueni mkamlete hapa. Aya, Yesu alijua kabisa kwamba mwanapunda yuko katika kijiji kinachowakabili kijiji fulani. Mwanapunda yuko mahali fulani. Siku hizi kuna watu wana magari wanatumia GPS, Global Positioning System. Ni mtandao unaotumia satellite za juu zilizoko kwenye anga za juu, ambazo zinamsaidia mtu anayeendesha gari, sawa, aweke sehemu anayoenda, alafu ule mtandao wa satellite na gari vimeunganishwa, kwa hiyo itakuwa inamuongoza, nenda kushoto bado kilomita 2 mpaka anafika pale. Pengine sisi tusingeweza kufanya kitu hicho bila msaada huo, au sehemu hatuifahamu, tutaenda tunauliza watu. Yesu alimfahamu punda mahali alipo. Kumbe Yesu ni kama na mwenyewe, labda niseme Yesu ni GPS yenyewe. Kimsingi ni Mungu. Mungu anajua mahali kila mtu alipo. Ni GPS mwenyewe, Mwenyezi Mungu. Mungu hahitaji satellite kujua tuko wapi. Sasa hii imenitafakarisha na kusema kwamba Mungu anamfahamu kila mmoja wetu alipo. Wewe ulipo, kazi unayofanya na kila kitu juu yako, kama yule mwanapunda alivyomfahamu. Sasa ndio maana hata ukisoma kwenye maandiko matakatifu, mfano Yesu alipokutana na Zakayo, anapita kwenye njia fulani, akaangalia juu, akamwona Zakayo yuko juu ya mti, akamwambia shuka. Yesu alijua Zakayo yuko pale, na ndio maana alipita pale na alitaka kumuongoa. Au Yesu alipokuwa anapita Samaria, akakutana na yule mwanamke Msamaria kwenye kisima. Yesu alijua na kwamba yuko mahali yule mwanamke anatafutana naye. Yesu alipomkuta Mathayo mtoza ushuru, alijua atafutana naye kwenye mahali pale wanapotoza ushuru. Mungu anatujua kila mmoja wetu, na anataka atutumie kwa kazi yake. Sasa Mungu atakapowatuma watu, au yeye mwenyewe ukasikia sauti ndani mwako amekusema papo na kuchukua ufanye kazi yake, uwe tayari mahali popote ulipo. Huyu mwanapunda amenitafakarisha sana, na huwezi ukajificha kwa kazi ya Mungu. Kujiachie Yesu aendelee kufahamu, hata kama ni mtenda dhambi, hata kama si mtakatifu, hata kama nini, jiachie, kubali huruma yake, kubali macho yake ya kuone na kuambia na kufahamu uko mahala katika kijiji kile kinacho wakabili mitume wake. Na akiwatuma watu, au ye sauti kama alivyosema ikakuingia, kubali Yesu akuchukue. Kitu cha pili ambacho kimenigusa juu ya mwanapunda huyu niendelee naye, ni alivyowaambia kwamba mwanapunda watamfungua. Unaona alivyosema, mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yote bado, mfungueni mkamlete hapa. Mfungueni mkamlete hapa. Yule punda alikuwa amefungwa. Ilibidi afunguliwe ili aweze kupelekwa na wale mitume wawili wa Yesu, wampeleke kwa Yesu. Awe huru. Ndio maana nimeanza na mfano wa yule padre na mwenyewe. Sasa nadhani alipopata upadrisho, kwanza alivyoanza kusikia wito, anasoma seminari, analelewa, alikuwa ndio kama anaendelea kufunguliwa taratibu. Na alipopata sasa upadre, sasa ndio ni kama Yesu sasa wale mitume wakamfungua jumla hivi, na Bwana akakaa juu yake kama yule mwanapunda, akawa huru kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nilipata upadrisho tarehe 9 mwezi wa 12 2003. Huwa ile tarehe 9 mwezi wa 12 ambao ni siku ya uhuru wa Tanzania,
wa Tanganyika huwa nasema kwamba siku hii ilikuwa ni siku ya uhuru, na jana yake masifu ya jioni yalikuwa ni ya Bikira Maria, siku ya Bikira Maria Imakulata, kingi wa dhambi ya asili. Nasema siku ya uhuru, na mimi nilikuwa huru kwa ajili ya Yesu, na mimi labda ndio na mimi Yesu alinifanya sasa kama yule mwanapunda nikaachiwa. Unajua wapendwa, Yesu anaweza akafahamu huko wapi, kama pointi ya kwanza ndiyo iongelea. Lakini pointi ya pili huwa kazi inakuwa ni hivi: je, tuko huru kwa ajili ya Kristo? Kuna watu ambao hawawi huru kwa sababu ya kazi zao. Kuna watu ambao naona kuacha kwa mfano duka langu kulifunga niende kusali ni vigumu. Kuna watu ambao hata kwenye jumuiya wataki uongozi kwa sababu anaona uongozi utanibana kwenye biashara zangu, sitapata muda wa kujitoa. Nakumbuka nishakuwa na kiongozi mmoja parokia fulani alikuja kwangu akasema, alikuwa ni mwalimu sehemu fulani, baadaye akasoma chuo kikuu akapata degree, na aliporudi kazini wakampandisha cheo. Akasema, bwana, mimi sitaki kuendelea na uongozi katika kanisa kwa sababu majukumu yamekuwa mengi mno, naomba nipumzike. Nikamsihi, lakini hakukubali. Aliona majukumu yale yamekuwa mengi, hana muda kwa ajili ya Kristo. Sasa huyo maana yake baada amefungwa kama yule mwanapunda ambaye bado alikuwa hajafunguliwa. Kwa hiyo mpendwa mtumishi wa Bwana unayenisikiliza, uwe padre, mtawa au mlei, dhehebu lolote bila kujali dini, jitoe kwa ajili ya kazi ya dini. Hata kama ni Muislamu unanisikiliza, jitoe kwa ajili ya Allah. Kama ni padre, endelea kujitoa mpaka Mungu atakaposema basi. Kama ni mtawa, jiachie. Usiondolee kufungwa kwenye nyumba yako au kujichagulia utume kwamba mimi naona huu nafaa. Yesu mwenyewe anataka umbebe. Wewe ndio miguu yake, wewe ndio macho yake, wewe ndio masikio yake, wewe ndio mikono yake. Yesu hawezi kushuka moja kwa moja kama alivyo. Jiachie, lakini vile vile jiachie tena kwa upande wa dhambi. Usinaswe na dhambi, usinaswe na mambo ya dunia haya yanayopita. Nilikuwa nawaambia hata waamini wangu kanisani siku moja, nikasema, hebu na mali zenu wakati mwingine mziachie zije kanisani. Mtu labda na nyumba yako, na shamba lako, na mifugo yako, toa sehemu kwenye urithi wako kwamba mimi hata nikifa naomba nyumba ya kupangisha iliyoko Kigamboni naitoa kwa baba askofu. Anaandika pale, unamkabisi. Kazi ya utume iweze kuendelea, na wewe uwe kama yule punda kumbeba Kristo ili aweze kujulikana. Yule punda baada ya kufunguliwa ndiye akawa huru. Kwa hiyo vitu vyako Mungu alivyokupa mrudishie, ili Yesu azidi kubebwa zaidi na zaidi na kujulikana kwa watu. Vipaji vyako, kuna watu mna vipaji. Hata kama unajua labda mfano kipaji cha kupaka rangi, nenda mwambie padre, nataka nipake rangi ili kanisa. Una kipaji cha kupamba, pamba. Kipaji cha kuimba, imba mpaka kanisa lipasuke. Una kipaji cha kushauri watu, shauri watu. Punda huyu anatafakarisha sana alivyombeba Yesu. Alifanya nini? Aliachiwa. Kuna wewe jiachilie, Yesu akutumie. Kitu cha tatu ambacho ningependa kukieleza ni hiki: punda yule alikuwa anaongozwa na Yesu. Yesu alikaa akawa anamuongoza. Tujiruhusu baada ya kuachiwa kwa kazi ya Yesu, tuongozwe na Yesu. Kama ni mapade watawa, Yesu ndiye awe kiongozi wetu. Mapenzi ya Yesu yatimizwe, sio mapenzi yetu. Na Yesu pale watu wakishangilia juu ya kazi zetu na nini, wamshangilie Mwenyezi Mungu. Na waamini wakati mwingine mnaweza mkatupa kiburi bila kujua. Padre amehubiri vizuri, makofi.
Ni Mungu, huyo ni kazi ya Mungu. Watu wamshukuru Mungu. Padre unafanya mambo makubwa, umefanya hili na hili, na wewe ukiangalia padre, ni kubwa sana kazi unayoifanya na inaonekana. Sifa mpe Mwenyezi Mungu, sio wewe. Kama wale watu waliokuwa wanamshangilia yule punda pengine sidhani kama alifurahi kwamba wananishangilia. Aliyekuwa anashangiliwa ni nani? Ni Yesu. Kwa unapoona mafanikio yako yote ni ya Yesu. Ndio maana vipaji vyako alivyokupa Mwenyezi Mungu vitumie vizuri sana. Uwe mlei, uwe sister, uwe mtu yote yule, anayeshangiliwa ni Yesu, anayepewa sifa ni Yesu, anayetukuzwa ni Yesu. Ndio maana kwenye injili hii kuna mstari mmoja, hii Luka 19 mstari wa 40, huwa naupenda sana. Wanafunzi walipokuwa na shangilia hosana juu mbinguni, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, wale mafarisayo akamwambia, Yesu, waambie wanafunzi wako wanyamaze. Yesu akisema wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Maana yake nini? Wale watu wakinyamaza kumsifu Bwana kama Masia, hata viumbe ambavyo havina uhai vinaweza vikatangaza ukuu na sifa za Bwana Mungu wetu. Na ndivyo ilivyo. Kwa kuangalia viumbe hizi, sayari tunazokuwa nazo, nyota, miti hii na nini, vyote hivi vinatangaza ukuu wa Bwana. Kama ile Zaburi tunayosali, umande, mvua, mawingu, sayari, mwezi, jua, msifuni Bwana kwa sababu ukuu wake ni wa milele. Vyote hivi viumbe vinamsifu Bwana. Kwa hata wale watu wangekaa kimya, vinamsifu Bwana. Ndio maana mimi huwa nikiwa na sala, hasa misa za asubuhi parokiani kwetu hapa, ni watu wakianza wimbo wa kwanza wa mwanzo hivi huko hivi, au unasema Bwana awe nanyi, unaona wako hivi, huwa nawaambia kwamba hivi mnamsifu Bwana au tunamtania Bwana? Nani? Sasa tunyamaze ili mabenchi tunayokalia na kuta ndizo zimsifu Bwana badala yetu? Au mnasali kama yale masifu au sala mtu mwingine haumwe afanye nini? Anakaa kimya ila ameshika kitabu ili wengine wafanye nini? Asikie sauti zao. Na sisi tushiriki tumsifu Bwana. Na wanakwaya mngelikuwa mnaimba nyimbo za kanisa zima, mnapiga mkono, mtu mmoja anapigia mkono wanakwaya wanaotuongoza na mtu mwingine anapiga mkono kwa waamini, kanisa lote linapasuka, tunamsifu Bwana. Tujifunze kwa huyu punda, tujifunze kwa hao watu ambao tumewasikia kwenye injili hii ya leo. La mwisho kabisa, tujitoe kwa kazi ya Bwana. Nalirudia kwa namna ya pekee. Kwenye parokia ninayokaa nimekuwa nikisisitizia kwamba kila jumuiya na kila kigango tuwe na makatekista wa kutosha. Siku moja katekista mmoja akaniambia, lakini baba padre, kazi ya utakatekista ni wito, watakuja taratibu. Maki ilipofika kipindi fulani waamini kaambia jumuiya zilete wale makatekista watu wanaofaa. Walipokuwa chache, mbona wengine hawakuleta? Nikasema mimi nitateua watu ambao nawaona. Kwa katekista ananishauri kwamba niache watu watajireta wenyewe kwa sababu ni kama wito. Saikolojia inatufundishaje? Kuna vitu ambavyo tunavijua juu yetu, lakini kuna vingine ambavyo watu wanavijua ila sisi tusivijue. Kuna padre mmoja wa jimbo letu alikuwa ananiambia kwamba amekuwa padre kwa sababu ya wanafunzi aliokuwa anasoma nao. Alipokuwa anasoma kidato cha 5 na 6 shule ya Tabora Boys, wanafunzi wote walikuwa wanamwambia padre, we padre. Akon hivi watu wananiona kama padre. Akaenda kwa askofu akamwambia, na sasa hivi ni padre. Anasema ni watu waliomwambia. Kwa kama unaona kwamba mtu anafaa ukatekista, mwambie wewe ni katekista, fanya kazi hiyo. Mbona watu wengine kama mwaka huu wa uchaguzi unasikia mtu anasema, mimi bwana nilikuwa sina mpango wa kugombea ubunge au diwani, ila watu wamenilazimisha, kila mtu ananisihi nichukue fomu, nimeamua kuchukua fomu. Sasa na wewe watu wakisi unafaa kwa kazi, nenda hata kama ulikuja jigundua. Na ndio maana tunashauri hata watu washauri vipaji mnavyokuwa navyo. Kama unaona mtu ana kipaji, usimfiche, mwambie wewe bwana una kipaji hiki. Wewe ni mama mzuri wa kushauri watu. Wewe unaweza ukalia watoto wetu ukawafundisha mafundisho, una kipaji
cha kuwafunza watoto, namna hiyo na jamii itaendelea. Ndio maana Mungu ametupa vipaji mbalimbali, si kwamba kila mtu awe na vyote awe navyo, ila tushirikishane. Kwa hiyo tuendelee kujitoa kwa Mungu, na watu wakituambia twende, tuwe makatekista, tuwe nani, tuwe waimbaji, tuwe mapade, tuwe watawa na kadhalika. Mnyama huyu amenitafakarisha sana, na yapo mengi juu ya kusema juu ya mwanapunda huyu. Tuendelee kuombeana. Wiki kuu hii, Jumapili ya Matawi, shirikia vizuri, ingia katika mafumbo ya mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukisherehekea vizuri. Nikutakie Jumapili njema ya Matawi na Pasaka njema inayokuja. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wa kongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.